Ukiwa na tabia njema, utajenga ndoa yako. Ukiwa na tabia njema, utajenga familia yako. Ndoa nyingi zinaharibika ni kwa sababu ya tabia. Uliolewa hauongeake. Tangu uliolewa ukaanza kuwa naongea na ukaanza kuwa na tabia tofauti na tabia yako uliokuwa nayo. Tabia inaweza kumfanya mtu anaachana na mtu wa maana kwa maisha yake. Watu wengi ndoa zao zinakufa, wasiliano yao inakufa kwa sababu ya tabia. Tabia yako inaweza kufanya usipate ndoa. Tabia yako inaweza kufanya huduma yako inalala. Tabia yako inaweza kufanya kazi yako inakufa. Wewe ni mwanamke ambaye unajua kama haujaolewa, lakini tabia yako ni kuenda kuchepuka na wababa wa batu. Tabia yako uko katika ndoa, lakini uko na chepuka na baba wa batu. Uko katika ndoa, uko baba, uko na chepuka na mke wa batu. Tabia yako inaweza kufanya ndoa yako kuharibika. Uko nafanya kazi ili upatie watu kazi ndani ya ofisi yako, unawashurutisha eti walale na wewe, na wakati unapofanya hiyo utakuwa unafikiria kwamba huko najiridhisha, kumbe uko na haribu ushuhuda yako. Pana ushuhuda ambayo hauwezi kuitengeneza haraka. Ushuhuda ikiharibika, inaharibika limoja, na hili ushuhuda lijengwe linalomba muda ya kujenga ushuhuda.